Amemwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini na watendaji wake kuacha kumfuatilia Askofu Josephat Gwajima wa Kanisa la Ufufuo na Uzima ili aweze kuendelea na shughuli zake za ibada zake kama ilivyokuwa hapo awali. Tunaungana na Amina Ngahewa kwa undani wa taarifa hii kutokea jijini Arusha. Waziri Mkuu amesema hayo wilayani Arumeru mkoani Arusha wakati wa ziara yake ya siku moja kukagua athari za uharibifu wa miundombinu iliyofanywa siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu, ambapo ametembelea kituo cha polisi cha Kikatiti, jengo la mahakama pamoja na kituo cha mafuta vilivyokuwa vimechomwa moto. Nilishasema kanisa lifunguliwe. Najua wale pale kanisani watakuwa wanasema sasa kanisa limefunguliwa, sasa baba yetu yuko wapi? Kwa kuwa baba yao hajawahi kukamatwa na polisi. Na polisi walitoa tamko wanamtafuta. Inawezekana aliko akaogopa kutoka kwa kudhania polisi wanamtafuta. Naelekeza Mheshimiwa Rais alisamehe vijana ambao walionekana wamepita kwenye mkumbo bila kujua kinachofanyika. Akaelekeza kutoa msamaha kwenye taasisi za kidini. Msamaha uliotolewa nikamke leo IGP pamoja na jeshi la polisi ile mliokuwa sema mnamtafuta Askofu Gwajima, iacheni, mwacheni aendelee na ibada zake. Mwacheni ajitokeze, tujenge umoja wa kitaifa. Katika hatua nyingine, waziri mkuu amemwagiza katibu mkuu TAMISEMI kumfukuza kazi mganga katika wilaya ya Urambo mkoani Tabora ambaye amebaka binti wa miaka 18 ambaye alikuwa amefika ili kupata huduma katika hospitali kutokana na kusumbuliwa na shida ya uzazi, ambapo mganga huyo alimdanganya kwa kumpa sindano ya usingizi na kutekeleza jambo hilo. Alikuwepo tabibu mmoja, mganga mmoja pale Urambo. Mambo ya ajabu kabisa. Mganga mmoja pale Urambo ameenda kumtibu binti wa miaka 18, ana tatizo la uzazi. Kaenda kumtibu, kamsikiliza, amemaliza kumsikiliza, akamdanganya kwamba anapotakiwa kutibiwa anatakiwa apewe sindano ya usingizi. Amempa sindano ya usingizi. Akiwa kwenye sindano ya usingizi amembaka. Mambo ya ajabu kabisa. Huyu akamatwe, asiachiwe, hivyo anavyoshikiliwa asiachiwe, na namuelekeza katibu mkuu wa TAMISEMI afukuzwe kazi leo huyo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Arusha pamoja na mbunge wa jimbo la Arumeru Mashariki Joshua Nassari wanabainisha mahitaji ya wilaya hiyo na namna walivyojipanga kuimarisha amani ya mkoa huo. Hatutotaka tena vurugu hizo za tarehe 29 zitokee tena katika mkoa wetu wa Arusha. Na kuhakikishia tumejipanga. Tutahakikisha tunawalinda Watanzania hawa, tunawalinda wananchi wa mkoa wa Arusha, tunawalinda watalii wetu, watu wawe salama na mali zao. Bila kutengeneza miundombinu mizuri ya barabara, bado ni tabu. Serikali hiyo tusaidia, tumepata mbolea ya ruzuku. Kuipandisha huko mlimani ile barabara ni tabu. Serikali hii imetuwezesha sisi tufanye kilimo vizuri huko. Kusafirisha mazao ni tabu. Kwa hiyo tunakuomba tusaidie kwenye barabara. Sisi tutakulia kingine. Hao vijana hata kuomba shilingi dola hata niomba shilingi. Kwa sababu tumefunzwa kazi, tukitengeneza mazingira ya kufanya kazi, watu tunafanya kazi, tunachoomba ni barabara na maji na sio sio na maji. Au sio jamani? Namna hiyo. Kuna nyingine siara tu. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Waziri mkuu amesema. Asante Amina Ngahewa kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi ameendelea kusisitiza hospitali zote nchini kutozuia maiti kwa sababu yoyote, akisema kuwa hatua hiyo ni utekelezaji wa ahadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoitoa wakati wa kampeni. Dr. Samizi ametoa maagizo hayo wakati wa ziara yake mkoani Kigoma ya kukagua miradi ya maendeleo na hali ya utoaji wa huduma za hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma. Mwili usuzu
mwili usizuiliwe kuchukuliwa kwa sababu ya gharama. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 kwamba mgonjwa anapofariki mwili usizuiliwe hospitali kwa sababu ya kusubiri gharama. Naomba nielekeze mili ya wagonjwa isikae hospitalini kwa sababu ya kusubiri gharama. Hiyo ni ahadi ya Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100. Tuko ndani ya siku 100, utekelezaji umeanza mara moja. Unaweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha kwamba zile gharama zitalipwa bila kuathiri uzikaji wa ule mwili. Na ikilazimu wakati mwingine hata wakilipa 50% vile mtakavyoona inafaa, ili mradi ule mwili ufanye nini? Uweze kuhifadhiwa. Naomba tusipate malalamiko kwamba mwili umezuiliwa Maweni kwa sababu hatujalipia gharama. Jengo la mochwari limekushwa kwa 100% na jengo linafanya kazi. Na hapa tuishukuru serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Huduma zimeboreka kutoka kuhifadhi miili 6 mpaka miili zaidi ya 40. Tumekwenda pale tumejionea, leo kuna miili 4 tu. Kwa hiyo sasa utunzaji wa miili katika hospitali ya Maweni sio changamoto tena. Jengo lipo na linatosha. Tumeona kuna friji 5 ambazo zinaweza kutunza miili zaidi ya 40. Jengo la 3 nililolitembelea ni jengo la kufua na kutakasa. Jengo hili limegharimu milioni 980 na jengo hili limekwisha kwa 99%. Hapa naomba nielekeze, jengo hili naomba lianze kazi ndani ya wiki 2. Jengo limeisha, linahitajika litoe huduma. Mheshimiwa Waziri atakuja kufungua, lakini alikute limeshaanza kazi. Kama ambavyo mmeanza kwenye majengo mengine, tusisubiri. Huduma zinazowezekana kuanza pale MOI ninapoelekeza, huduma hizo ziweze kuanza kwenye jengo hili la kufua na kutakasa. Mtazamaji, tuelekee mkoani Njombe. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amewataka wakazi wa Makambako mkoani Njombe kulinda kwa wivu mkubwa amani iliyopo kwenye jamii yao ili kupata mazingira rafiki na tulivu ya kufanya shughuli za maendeleo na si kwa kuwa sehemu ya wanaofuata mkumbo katika kuvuruga amani na utulivu. Akizungumza na vijana wa Makambako, Waziri Chongolo amesisitiza kuwa amani ndio msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo akawataka kuchangamkia fursa zilizopo kwenye mnyororo wa thamani wa sekta ya kilimo ili nao wawe sehemu ya wanufaikaji wa fursa hizo ambazo serikali inaendelea kuzitoa. Nisikilizeni. Wakati nyinyi mnahangaika kuangalia wageni wanakuja hapa, wanaanzisha fujo, wanawachochea na nyinyi mnaishiriki. Kuna mikoa waliokuwa wanajua thamani ya mikoa yao hawakusubutu kuhusu ujinga. Hawakusubutu. Mkoa wa kwanza, tuanze na Kilimanjaro. Mlisikia fujo yoyote? Kule hamna wanasiasa, hamna upinzani. Mlisikia chochote, hata tairi, hata kiberiti kuwashwa? Mlisikia? Kwa nini? Wanajua thamani ya mkoa wao. Mlisikia Morogoro wamefanya chochote? Mlisikia wamewasha hata kiberiti? Mlisikia wamerusha hata jiwe? Kwa nini? Kule hamna bodaboda, kule hamna bajaji, kule hamna magereji, kule hamna vijana. Kwa nini hawakufanya? Wanajua thamani ya wamesema hapa viongozi wenu. Mewaambia wale watu wa NMB, tunaangalia, tutakagua hapa na mkurugenzi atanisaidia kujiridhisha na umoja kama wabodaboda wote wamo na wabajaji wote wamo, wapo pamoja. Leo mpaka kesho tuhamishe milioni 10 tuingize kwenye akaunti zenu. Nafanya hivyo kwa sababu natambua umuhimu wa kuwafanya vijana wenzangu hapa Makambako kuwajibika kutafuta nini? Pesa. Unielewa? Sio kupiga domo. Sio kujadili mambo yasiyofaa. Sijui mnanielewa? Tunakuelewa dingi. Sijui mnanielewa? Tunakuelewa. Hivyo ndivyo tunavyochonga line ya kwenda mbele. Lazima sisi tujitambue.
Tukatae watu kututumia kwa maslahi yao. Jambo linalohusu nchi yetu, jambo linalohusu Makambako yetu liwe mikononi mwetu, sio mikononi mwa mtu mwingine. Sisi ndio wa kuamua Makambako ionekane ni kitovu cha amani au ni kitovu cha nini? Cha vurugu. Sisi ndio wa kuamua. Mtazamaji wa Tazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Serikali imetoa kiasi cha shilingi milioni 500 na laki 5 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi. Karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV. Mimi ni Mindi Josephu. Serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan imetoa kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa shule ya watu wenye mahitaji maalum iliyopo halmashauri ya wilaya ya Kibaha mkoani Pwani. Akizungumza na waandishi wa habari, naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya elimu Ruben Kwagwila amesema serikali inakwenda kukamilisha ujenzi wa shule hiyo kwa kujenga madarasa 6 ya shule ya msingi, jengo la utawala, nyumba ya walimu, bweni na vyoo vyenye matundu 24. Fedha hizi milioni 506 na laki 5 zinakwenda kujenga na kukamilisha jengo la utawala mahala hapa, lakini tunakwenda kukamilisha ujenzi wa madarasa 6 kwa ajili ya watoto hawa wenye mahitaji maalum, lakini madarasa 2 ya mfano kwa ajili ya watoto hawa wenye mahitaji maalum, lakini patakuwepo na nyumba ya mwalimu na ujenzi tayari unaendelea. Patakuwepo na bweni kama ambavyo tumejaribu kukagua na kuona maeneo yote. Kitendo hiki cha Mheshimiwa Rais kuleta fedha hizi kwa ajili ya watoto hawa wahitaji, watoto wenye mahitaji maalum, ni kitendo ambacho kinaenzi kauli mbiu ambayo amezunguka Tanzania nzima akinadi, kauli mbiu ya kazi na utu. Na huu ndo utu wenyewe, na hiki kinachoendelea hapa ndo kazi zenyewe. Chukue nafasi hii niwaombe sana na niwasihi sana na niwaelekeze wote ambao mnahusika na usimamizi wa mradi huu, tuzingatie kukamilisha mradi huu kwa wakati. Sisi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tumejipanga kuwapokea watoto wote Tanzania nzima kwa ajili ya kuanza masomo mnamo mwezi Januari. Watoto wa shule za awali, watoto wa shule za msingi, na ikiwemo na shule hii mahala hapa pia tutakwenda kuhakikisha watoto ambao wako upande ule mwingine tunawaleta kuendelea na masomo yao hapa mnamo mwezi Januari. Kwa hiyo twendeni tukasimamie, tuhakikishe mradi unakamilika kwa wakati kama ambavyo umepangwa kukamilika. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Wizara ya Ardhi imesema ramani nyingi zinazotumika katika majiji, manispaa, miji na vijiji nchini zimepitwa na wakati, kwa hiyo inabidi kuzihuisha ili ziendane na teknolojia ya kisasa. Ikumbuke kwamba maeneo mengi nchini hususan mijini yamekuwa na ujenzi holela usiofuata taratibu za mipango miji na kusababisha baadhi ya maeneo kutokuwa na barabara za mitaa, hali ambayo husababisha wakazi wa maeneo husika kuacha njia tu ya watembea kwa miguu. Serikali inatambua kuwa ramani za matumizi mbalimbali ni chakavu na zimepitwa na wakati. Ramani nyingi za msingi za kipimo cha uwiano wa 1 to 50,000 ambazo miaka ya zamani ziliandaliwa kwa nchi nzima hazionyeshi tena uhalisia kutokana na mabadiliko makubwa yaliyopo uwandani, lakini na maendelezo ya kiwango kikubwa yaliyofanyika kwenye ardhi. Aidha, ramani hizi ni muhimu sana zikahuishwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Pia zipo ramani za kipimo cha uwiano wa 1 to 2,500 zilizokuwa maalum kwa maeneo ya mijini, nazo nyingi tunakiri kwamba zimepitwa na wakati na hazijahuishwa kwa muda mrefu. Aidha, baadhi ya miji haijawahi kuwa na ramani hizi. Kuchakaa kwa ramani hizi ambazo pia zimepitwa na wakati kama nilivyosema awali, zinakwamisha kasi ya upangaji miji
na kuathiri mahitaji ya ramani mbalimbali. Ramani za msingi za uwiano mkubwa zitaandaliwa upya katika miji mikuu ya mikoa na ramani za uwiano mdogo kwa nchi nzima. Napenda nitoe msisitizo wa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu zote za upimaji zizingatiwe wakati wa utekelezaji wa majukumu yetu. Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amesema ujenzi wa miundombinu ya barabara unaofanywa na serikali unatakiwa ambatane na uwekaji wa taa za barabarani ili kupendezesha miji na barabara. Waziri amesema hayo wakati akikagua ujenzi wa daraja jipya la washi aina ya boksi lenye midomo mikubwa miwili lililopo Hedaru, wilaya ya Same, mkoani Kilimanjaro. Waziri Ulega ameridhishwa na hatua za utekelezaji wa mradi huo uliofikia 95% na kumpongeza mkandarasi mzawa kwa kuonyesha uwezo na ufanisi katika mradi huo na kuagiza akamilishe kazi zote zilizobaki ikiwemo taa za barabarani, mifereji ya maji na alama za na kuagiza fanyeni hapa, hakikisha kabla mjaondoka lazima muwatengenezee njia za kuingia kwenye miji. Hiyo ni lazima. Kwa hiyo mkandarasi kabla hajaondoka, hilo ni jambo la lazima, sio la kuombwa. Lazima tulifanye ili watu wapate kujua kwamba nikifika pale na shuka na nyonga kidogo na ingia ndani kwangu. Lakini vile vile mtengeneze haya maeneo ya vijana. Wao wanatafuta riziki zao. Kwa hivyo hii barabara ikiwezekana kuna sehemu ya kuweka kama kituo kwa maeneo haya kwa ajili ya daladala, hiyo muifanye pia. Ili kusudi watu wajue kwamba bara kituo cha eneo la public pale, manake muweke kuonesha na muweke na alama ili mtu wa daladala au mtu wa basi ajue kwamba anasimama hapo. Na mwisho ni taa za barabarani hapo public na eneo hili. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake kwa Watanzania anataka watu wafanye kazi siku na mchana, wajenge nchi. Si ndivyo hivyo jamani? Sasa hakikisha unatafuta taa zisipungue 15 hadi 20 zikae hapa ile eneo. Mimi nimekupa maagizo na nadhani yote umeyasikia. Na uambie mbele ya wananchi lini utaanza wewe na mkandarasi kuyafanyia kazi hapa. Mheshimiwa Waziri, tutakuja Jumatatu kwa ajili ya kuzungumza na wananchi, lakini pia hasa vijana wa bodaboda. Ndio hicho tukiweke wapi? Lakini kituo cha basi kwa maana kushuka na kupanda tutafanya hivyo. Kufanya maeneo ya Same tutafanya hapa pia. Kisha kwamba tunaweka hizo bus shelters. Lakini pia hizo access road ni jinsi gani wananchi hao wataingia kwenye majumba yao. Tumelichukua, tutalifanyia kazi. Asante sana. Thank you very much. Hakikisha usisahau na taa za barabarani. Tumewasiliana na mheshimiwa diwani wa hapa Kileo, na sisi kama amemwambia diwani wa mwenzake wa kata hii wakae. Wale TPC wameshakubali kama alivyosema mkuu wa wilaya, wamekubali kutoa zile mashine zao na tupate watu ambao wanaujua mto. Maana unajua vijana wa siku hizi hawa hawezi, wazee wanaojua mto waelekeze ili waweze kudabua ule mto na kupeleka maji sehemu ambayo yanatakiwa kwenda baada ya kuingia kwenye nyumba za wananchi. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, hilo nalifanyia kazi kwa nguvu zangu zote, na mheshimiwa DC ananisikia, atafuatilia TPC kuleta mitambo kabla ya mvua hazijaanza. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Mjane Pili Kafuye hatimaye amefika kwenye taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam kutokana na nyumba yake kutaka kubomolewa na watu wanaodai kuwa eneo hilo ni la kwao. Watu hao walivamia nyumba ya mjane huyo iliyopo Mbezi Msakuzi Novemba 20 mwaka huu, kisha kuvunja milango na kutoa mali zake nje, huku wakitishia kuibomoa kwa madai kuwa eneo iliyopo nyumba hiyo ni la kwao, hatua iliyomlazimu kukimbilia TAKUKURU kuomba msaada. Shamba langu hili mume wangu alilisajili mwaka 2001.
Usajili wake ni shamba namba 3428. Namuomba waziri wa ardhi achunguze hilo shamba ni la nani. Pia TAKUKURU wafanye uchunguzi kwa kina ili ijulikane nani mwenye haki katika hili eneo, kwa sababu ninateseka kila kukicha. Nikitoka tu wanakuja watu kutaka kuja kuuza na kutaka kusababisha migogoro mingi. Nishakwenda kuripoti. Sasa migogoro kama hiyo mtu anaripoti, si shurikiwa ifanyiwe kazi ili migogoro isiendelee kuzaliwa. Hasa kama hivyo nasema, jamani, huyu mtu anauza migogoro kama hivyo, lakini hakuna kinachofanyika. Yeye ndio kwanza anaendelea kuuza, anasema yeye ana haki, yeye ana haki. Sasa unashinda pa kukimbilia. Sasa mtu nina kwangu, mtu ananiingilia mpaka chumbani. Napigiwa simu wamekuja, nikawaambia basi nisubirini, nije nageuza. Nilikuwa naenda hospitali. Nageuza, lakini hawakutaka kusubiri. Utafikiria mimi mkimbizi wa Burundi. Kumbe mimi ni Mtanzania na niko kwangu. Ufanyiwa hivyo kwa nini? Kwa nini nateseka hivyo? Na umri wangu kama huu. Takaa nateseka hivi jamani mpaka lini? Hebu naomba nisaidieni jamani. Nimehamia Msakuzi mwaka 2000 nikiwa ni mstaafu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Nilipofika hapa Msakuzi ni pori tu, hakukuwa na kitu chochote, nyumba wala majirani hakuna. Wenyeji wangu niliowakuta hapa ni wawili wenye mashamba makubwa. Mmoja ambaye sasa hivi wote ni marehemu. Kuna Yahaya Kafuye mwenye eneo hili ambalo naongea, na mwingine ambaye pia ni marehemu anaitwa Rashidi, namfahamu kwa jina la Rashidi. Ni jirani yangu hapa. 2001 wakanifuata nyumbani kwangu wakiwa wawili, Rashidi pamoja na Kafuye. Wakinishawishi kwamba tupime mashamba yetu. Yule ofisa wa ardhi akatupimia shamba. Tulipimiwa kwa pamoja watu watatu. Baadaye tukapata ramani zetu, kila mtu na ramani yake. Hayo yanayotokea sasa hivi, nafsi yangu nayatambua kama ni mambo ya kuzusha, ya kuchonga, wanaposema Kiswahili cha siku hizi. Ni michongo. Mimi ni jirani wa Mama Kafuwe, kama nilivyozoea kumuita Mama Kafuwe. Kwa kweli nimemfahamu muda mrefu kwa sababu nina eneo langu hapo jirani. Tulinunua na marehemu mume wangu toka 1986 wakati huku kuko porini. Lakini kwa sababu kulikuwa na kufahamiana kwamba eneo lile la fulani, eneo lile la fulani, nilimfahamu huyu mama ndiyo mwenye eneo hili kabla ya mumewe hajafariki mpaka msiba wa mumewe ulipotokea. Sasa leo nikiasikia haya kama binadamu najisikia vibaya, kwa sababu sasa naona dhuluma ni nyingi kuliko ile halali. Na wakulima wa viazi mviringo huenda wakapata hueni kufuatia utafiti uliofanywa mkoani Njombe ambao utaweka mazingira mazuri ya kuimarisha zao hilo kuanzia shambani hadi sokoni. Utafiti huo umefanywa na Dr. Yono Kevera ambaye hivi karibuni alitunukiwa shahada ya uzamivu katika usimamizi wa biashara kwenye mahafali ya 44 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Akizungumza wakati wa hafla kumpongeza, amesema wakulima wengi wamekuwa wakinyonywa hasa wakati wa msimu wa mauzo, na kushauri pia madalali waondolewe kwa kuwa wengi wamekuwa wakilazimisha wakulima kufunga lubesa. Na tafiti yangu nilifanya zaidi kwenye zao la viazi mviringo. Viazi mviringo nimefanya kwa sababu ni chakula ambacho kinapendwa na watu wengi, kwa maana ya chips. Kwa watu wa mjini na watu wa vijijini wanakula chips. Kwa hiyo nikaona swala la chips nikifanyia utafiti, maana yake italeta matokeo chanya. Wanakula chips, ni tamu sana kila sehemu. Nje ya nchi, ndani ya nchi wanapenda chips. Lakini wale wakulima wanaolima viazi mviringo wana maisha ya chini sana, maisha duni. Wanakosa afya, wanakosa nyumba bora, wanakosa kusomesha watoto wao. Sasa
nikaona kwamba lazima nifanye utafiti. Kuna tatizo gani hawa wakulima wa viazi mviringo wanapata shida? Kwa hiyo nikafanya utafiti kuangalia kwamba je, huu mkakati wa soko wanaita 4Ps. Ninamaanisha kwamba kuna swala la product kwa maana ya bidhaa, kuna maana ya price kwa maana ya bei, kuna maana ya place kwa maana ya sehemu ambayo kiazi kinatakiwa kiuzwe, halafu na promotion kwamba hiki kiazi unakipromote vipi, yani unakitangaza vipi. Sasa katika ulinganifu huu nikilinganisha na swala la mauzo, lakini chini lazima kuwe na marketing skill. Marketing skill maana yake kuwe na seminar, kuwe na elimu ambayo inaweza ikichanganywa na hivi vitu vinne nilivyovitaja, maana mauzo yawe makubwa. Mauzo yanapokuwa makubwa, maana yake yule mkulima kule chini kule atapata unafuu wa maisha, atapata faida. Lakini tukaona kwamba kuna tatizo ambalo lipo, kuna madalali ambao wanakaa pale katikati wanapata faida kuliko wale wakulima. Kwa hiyo mimi katika utafiti wangu nikagundua kwamba hawa madalali kama wakiondolewa, kwa maana kwamba wakishaondolewa wakulima wale wakatengeneza vyama vya ushirika, watauza kwa bei kubwa. Wakishauza kwa bei kubwa, wakipata faida, kwa maana nchi itapata faida. Na kingine nilichoangalia utafiti ni kwamba kuna swala la ulumbesa. Nimeishauri serikali kwamba ikiweka mizani itasaidia kupunguza unyonyaji kwa mkulima. Kwa hiyo kuwe kuna soko lile la pamoja, lile vyama vya ushirika, halafu kuondoa wale middlemen kwa maana ya hao madalali wa katikati. Sisi kama wananchi wa mkoa wa Njombe tunaona mwanga kupo kufanikiwa zaidi kupitia tafiti yake. Moja ambacho tunaona tunaenda kunufaika ni pale tulipokuwa tunalima zao halafu hatupati manufaa. Maana tulikuwa tunalima zao tunakabidhi madalali. Kwa hiyo madalali ndio wanaotupangia bei, wanauza bei ambazo wao wanazitamka. Lakini kupitia tafiti ya Dr. Yono, sasa wakulima tunaenda kunufaika wenyewe kwa kuyatafuta masoko pasipo kutegemea madalali. Kwa hiyo tunaenda kuondoka kwenye ile hasara ya kulima kwa gharama kubwa na kutokunufaika. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutaangazia kwa upande wa habari za kimataifa. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma?
Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuangazia katika habari za kimataifa. Rais aliyepinduliwa wa Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo amewasili mjini Brazzaville nchini Jamhuri ya Kongo hapo jana Jumamosi, siku chache baada ya jeshi kuiangusha serikali yake. Mapinduzi hayo yalitokea Jumatano kabla ya matokeo ya uchaguzi wa urais na bunge kutangazwa, hali inayoendeleza mtindo wa ukosefu wa utulivu wa kisiasa katika taifa hilo dogo linalozungumza Kireno. Embalo aliondoka Bissau kwa ndege maalum kuelekea Senegali, huku maafisa wa kijeshi wakimteua Meja Jenerali kuwa rais wa mpito siku ya Alhamisi. Vyanzo vya karibu na Embalo vimethibitisha uwepo wake mjini Brazzaville, ingawa bado havijatoa maelezo zaidi. Tuangazie taarifa nyingine. Papa Leo wa 14 amehitimisha ziara yake ya kwanza nchini Uturuki leo Jumapili, na sasa anaelekea Lebanoni akibeba ujumbe wa matumaini kwa watu wake na kuimarisha jumuiya ya Kikristo Mashariki ya Kati. Akiwa Istanbul, Papa alisali katika kanisa kuu la Warumenia na kushiriki ibada ya patriaki ambaye pia ni kiongozi wa kiroho wa Wakristo na madhehebu mengine. Lebanoni, taifa dogo lenye historia ya migogoro na mgawanyiko wa madaraka kati ya Wakristo na Waislamu, linakabiliwa na hali ngumu baada ya miaka chungu nzima ya mizozo ya kisiasa, kuporomoka kwa uchumi na mlipuko mkubwa kwenye bandari ya mwaka 2020. Papa Leo anatarajiwa pia kutembelea eneo kulipotokea mlipuko, kukutana na waathirika na vijana kwa lengo la kuwafariji na kuhimiza mshikamano. Na Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo leo akisema kuwa anga inayozunguka Venezuela inapaswa kuzingatiwa kuwa imefungwa. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli hiyo inayozidisha mvutano na kiongozi wa mlengo wa kushoto Nicolas Maduro. Kupitia mtandao wake wa kijamii, Trump aliandika akionya mashirika yote ya ndege, marubani, wafanyabiashara na wadawa za kulevya na wasafirishaji haramu wa binadamu kuzingatia anga ya Venezuela kufungwa kikamilifu. Kauli yake inatolewa wakati utawala wa Trump ukizidisha shinikizo kwa Venezuela kwa kupeleka wanajeshi wengi kanda ya karibu, ikiwemo meli kubwa zaidi ya kubeba ndege duniani. Washington inadai kwamba lengo ni kukabiliana na wauza mihadarati, lakini Caracas inasisitiza kwamba lengo kubwa ni kubadili utawala wa Venezuela. Tamati ya habari za kimataifa. Habari za kimataifa.
Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea dimbani sasa kuangazia kimichezo, na hapa studio tupo na mwanamichezo Madina Hassan atujuze ya kimichezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance, na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Mtazamaji wa Sky International TV, kutoka hapa ndani ya ulimwengu wa habari. Jina langu ni Madina Hassan. Karibu. Mwenyekiti wa klabu ya soka Simba Murtaza Mangungu hii leo amesema kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kilichopo nchini Mali kucheza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi dhidi ya kikosi cha Stade Malien kimeongozana na baadhi ya viongozi wa Simba waandamizi, huku katika nyakati nyingine mwenyekiti huyo wa klabu ya soka Simba amewajibu baadhi ya mashabiki ambao wanahoji kwa nini mkutano mkuu wa kikosi hicho cha Simba Sports Club umefanyika siku ambayo timu yao inacheza mchezo muhimu katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia kwa upande wa serikali, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamis Mwijuma amesema kwamba mabadiliko yote ndani ya kikosi cha Simba yanafanywa na wanasimba wenyewe na si kulazimishwa na serikali. Tupate ndani ya taarifa hii. Ibara ya 21(1) mkutano mkuu wa kawaida utaitishwa na bodi ya wakurugenzi mara moja kwa mwaka, yani ndani siku 120 baada ya mwaka wa fedha. Ukihesabu siku 120 kutokea mwaka wa fedha, iliungana tarehe na siku ya uchaguzi mkuu wa nchi. Hilo lilitupelekea tuandike barua kwa msajili wa vyama vya michezo na kuomba ridhaa kusogeza mbele ili tuweze kufanya mkutano huo, na tulipewa siku 30. Ndiyo sababu
iliyotufanya tuitishe mkutano huu leo. Zipo hoja nyingi kwa nini tumeitisha mkutano tarehe ambayo tuna mechi. Siku zote kuanzia baada ya mwezi ya kwamba serikali haijawahi na wala haitaanza leo kulazimisha klabu yoyote nchini kukamilisha mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji bila uamuzi wa wanachama wenyewe. Simba, Simba, mchakato huu ni wenu, ni uamuzi wa wanachama. Na kama wanachama mtakubaliana kuendelea kutathmini upya au kubadili mwelekeo, basi huo utakuwa ni uamuzi ambao serikali itauheshimu. Jukumu la serikali katika jambo hili ni kuhakikisha kwamba mchakato wote mnaoamua kuutekeleza unazingatia matakwa ya sheria za nchi. Naam, ni wa mwisho huyo ni naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, lakini pia ni mbunge kutoka katika jimbo la Muheza, Tanga, Hamis Mwinjuma almaarufu Mwana FA, akizungumza hapo kwenye mkutano mkuu wa Simba Sports Club uliofanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam. Nikwambie tu hivi sasa ikiwa ni mapumziko katika mchezo unaochezwa katika dimba la Machi 26 pale mjini Bamako nchini Mali, kikosi cha Simba kipo nyuma kwa idadi ya magoli 2-0. Kwa hiyo dua na ubani mwingi sana kwa kikosi cha Simba, kwa mashabiki wa Simba kwa ajili ya kuombea dua, kwa sababu mpaka hivi sasa endapo matokeo yatamalizika hivi watakuwa na shika mkia katika grupu lao, group D la ligi ya mabingwa Afrika. Wa kwanza wakiwa ni kikosi cha Esperance de Tunis ambao wako na alama 4. Pili ni kikosi cha Petro Atletico de Rwanda wana alama 4. Kinachotofautisha ni magoli ya kufungwa na kufunga. Lakini kwa upande mwingine pia watatu atakuwa ni kikosi cha Stade Malien na wa mwisho atakuwa Simba kama matokeo yataendelea kubaki namna hii kwa upande wa kikosi hicho cha Simba Sports Club. Na sasa tuangazie kwenye michuano ligi daraja la kwanza ambayo siku hiyo kesho kuna michezo kadha itachezwa. Mmoja mchezo ambao utapigwa ni katika dimba la Nyamkumbu Girls pale mjini Geita. Kikosi cha Geita kutoka uwanjani wakiwakaribisha B19 kutoka pale jijini Dar es Salaam. Kuelekea katika mchezo huo, kocha kikosi cha Geita Gold pamoja na mchezaji wake wamezungumza kuelekea mchezo huo, kubwa kibainisha maandalizi ya kikosi hicho namna gani yamekaa na jinsi ambavyo wamejipanga. Zubair Katwila ni kocha wa kikosi cha Geita Gold. Za kutoifahamu B19, lakini kuifahamu kwetu tunajua iko kwenye championship na test ya championship. Tunajua tushacheza na baadhi ya timu nyingine, kwa hiyo tunaweka katika kundi la championship, kwa maana uchezaji wao utotofautiana na zile timu nyingine, kwa maana wanatafuta matokeo katika kila uwanja. Kwa hiyo sisi tumejipanga katika utaratibu wetu wa mechi ya nyumbani, jinsi gani ya kucheza na timu ngeni na jinsi gani ya kuwalazimisha kufanya makosa. Kwa hivyo vitu vyote tumeviandaa vizuri na wachezaji na wanatakiwa waamke na wakumbuke vile ambavyo kwa tumejipanga ili kutafuta ushindi katika mchezo wa kesho. Katika mpira haitakiwi kitu kama hicho. Psychology ya kuandaa timu yote haitakiwi. Mpango wa mechi uko sawa sawa timu zote, na hatujatofautisha kwamba timu hii tuiandaa hivi na timu hii tuiandaa hivi. Timu zote tumeziandaa sawa sawa na tunazipa uzito sawa sawa. Hakuna timu yote mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo at least. Kwanza tunamshukuru nafasi ya chini, kwa hiyo mechi itakuwa ngumu, lakini sisi mwalimu wetu ameshatupa mikakati kwa ajili ya kesho ili tuweze kushinda, ili tuweze kukaa nafasi yetu ile ile, kwa sababu kuna timu zingine zipo chini yetu zinataka zifike pale tulipo. Kwa hiyo kesho mimi na imani mashabiki waje kwa wingi tuweze kupata matokeo, atupe support yao ili tuweze kukaa. Naam, ni kocha Zuberi Katila pamoja na mchezaji wake akizungumza kuhusiana na maandalizi ya kikosi chao kuelekea katika mechi ya kesho ya ligi daraja la kwanza maarufu kama championship dhidi ya kikosi cha B13 kutoka pale jijini Dar es Salaam. Sasa tuangazie taarifa nyingine inayohusu mwanariadha nguli kweli kweli duniani ambaye ametembelea katika kituo cha Apex
AFC Apex kilichopo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kutoa elimu lakini pia hamasa na mafunzo mengine kwa vijana ambao wanaonolewa katika eneo hilo la academy hiyo ya AFC Apex, lakini kubwa ikiwa ni kuwapa experience na uzoefu wa jinsi gani ambavyo wao wamefanikiwa. Ikumbuke mwanariadha huyu Jasleb ni miongoni mwa wanariadha waliofanikiwa zaidi kutoka London, Uingereza, na hii leo ametembelea katika kituo hicho na kwenda kuongeza maarifa zaidi kwa vijana hao na kuhakikisha kwamba wanakuwa na wanafikia na ama kuzitimiza zile ndoto zao ambazo wako nazo. Na tukiachana na taarifa hizo za mwanariadha huyo nguli kutoka London, Jasleb, na sasa tuangazie habari za kimichezo kitaifa, kimataifa, na tukiangazia kule katika bara la Amerika Kusini nchini Brazil, ambapo nyota wa zamani FC Barcelona na vilabu kama Al Hilal ya pale nchini Saudi Arabia, tunamzungumza nyota wa timu ya taifa Brazil na klabu ya soka ya Santos, Neymar Jr, siku ya jana amefanya maamuzi ya kucheza mechi ambayo ilikuwa na hatma Santos hapo ikapoteza mchezo huo kubakia kuondoka katika ligi Brazil ama kushuka moja kwa moja. Jana amefanya maamuzi hayo ya kucheza huku akiwa na majeraha ambayo yalikuwa yanasumbuliwa kwa muda mrefu, majeraha ya goti, lakini pia ukiachana na hivyo nyota huyo katika mchezo wa jana ameisaidia kuibeba timu yake mabegani kwa kufunga bao, lakini pia kutoa pasi ya usaidizi wa bao ambayo limechangia kwa kiasi kubwa timu hiyo kubakia katika ligi kuu ya pale nchini Brazil, klabu hiyo ya Santos wakimchabanga kikosi cha Spurs goli 3-0 katika mchezo huo. Lakini katika hatua nyingine, Neymar Jr alipohojiwa na waandishi wa habari amewaahidi mashabiki wa Santos kwamba mechi inayofuata pia atakuwepo uwanjani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaipambania timu ya Santos kufanya vizuri zaidi katika msimamo wa ligi kuu ya pale nchini Brazil, huku akieleza kwamba majeraha yake aliyopata hayana athari kubwa sana kulinganisha na kile ambacho atakwenda kukifanya kwenye klabu yake ya Santos. Huyu ni Neymar Jr na maamuzi yake ya kufanya namna hiyo kwa ajili ya kuibeba timu yake mabegani. Sasa jiulize, ni mchezaji gani ambaye hapa ligi kuu soka Tanzania bara nchini Tanzania ashaifanya hivyo, kuibeba timu yake kwenye majeraha makubwa ambayo madaktari waliamuru waende akafanyia upasuaji, lakini akasimama na timu kwa ajili ya kupata matokeo ambayo inaifanya timu kubakia kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, kama ambavyo Neymar Jr akafanya kule nchini Brazil na kuisaidia kuifanya timu yake ya Santos isaidie kwenye ligi kuu ya soka nchini Brazil. Ni moja ya kazi kubwa sana, pasina shaka kaweka alama kwenye klabu yake ya Santos ambayo ndio ile mlea mpaka tukamfahamu Neymar Jr. Kwa sasa inawezekana heshima yake ikaendelea kuwa kubwa zaidi kwa sababu amewapa kitu kilicho bora zaidi. Tukijana na taarifa hiyo kutoka huko nchini Brazil, tusogee kwa majirani zao pale nchini Argentina. Tumkute nyota wa zamani wa Manchester United. Tunamzungumza sasa hapa ni nyota ambaye alitamba kwa mafanikio makubwa kuliko Joan Sebastian Veron, ambaye ni rais wa klabu ya soka ya Estudiantes, ambaye yeye amepigwa marufuku kwa miezi 6 na chama cha soka cha mpira wa miguu pale nchini Argentina kwa sababu alikataa kusimama kwa heshima na kutoa heshima kwa mabingwa wa ligi hiyo ya Argentina, Rosario Central. Kiungo huyo wa zamani wa Manchester United na Chelsea pamoja na wachezaji wake wa Estudiantes walikuwa wakipinga Rosario kutangazwa kwa bingwa kutokana na mabadiliko ya sheria waliofanywa na FA ya pale nchini Argentina wiki iliyopita. Wachezaji wa Estudiantes waliwapa kisogo wachezaji wa Rosario walipokuwa wakiingia uwanjani katika mechi yao ya mtoano hatua ya 16 bora ligi ya Clausura Jumapili iliyopita, ambapo vijana wa Veron walishinda goli 1-0. Veron amefungiwa miezi 6 kutokujishughulisha na masuala mbalimbali ya mpira wa miguu, lakini pia wakati wachezaji wake ambao nao pia walitoa tabia hiyo ya kuwasusia wachezaji wa kikosi hicho cha Rosario Central, mabingwa wa ligi ya Argentina, wao wakipewa adhabu ya kufungiwa mechi 2 kuanzia msimu unaofuata. Hizo ni taarifa kutoka pale nchini Argentina, na ndivyo ambavyo zinatukamilishia habari za michezo na burudani kutoka hapa ndani ya ulimwengu wa habari ndani ya Sky International TV. Mimi ni Madina Hassan, endelea kufuatilia Sky TV na ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC.
zijazo 3 kamili usiku. Habari za wakati huu na karibu uungane nami katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Usiku huu tunatarajia hali ya ukavu katika maeneo yote hapa nchini. Mifumo ya upepo inatuonesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa ukanda wa pwani yote upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hali ya joto bado inaonekana kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini, huku kiwango cha juu zaidi cha joto kikitarajiwa kufikia nyuzi joto 35 katika mkoa wa Morogoro, pamoja na nyuzi joto 34 katika mkoa wa Kilimanjaro, Pwani pamoja na Dar es Salaam. Penda mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo. Jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 5 mwezi wa 12. Dodoma tunatarajia vipindi vya ukavu. Mwanza tunatarajia vipindi vya ukavu. Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Morogoro tunatarajia vipindi vya jua. Arusha tunatarajia vipindi vya jua. Nikusihi endelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa na tuhitimishia kipindi cha ulimwengu wa habari kwa leo. Asante kwa kuichagua na kuitazama Sky TV. Mimi ni Mimi Joseph, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu kutoka hapa Sky TV.